Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Chadema Mbinga TV? Hii ni channel ambayo imeanzishwa mahususi kabisa kwa ajili ya masuala ya kisiasa. Na kama unajua mwaka huu 2015 tunaelekea katika harakati za uchaguzi, ama tayari tunaingia katika kipindi cha uchaguzi na kampeni kuanza kuzinduliwa. Vyama vya siasa vimeshazindua kampeni siku moja ama mbili zilizopita. Lakini sasa ni kuona wazee wa mafuriko, yani muunganiko wa vyama vinne UKAWA wakifanya uzinduzi wa kampeni kwa mujibu wa taratibu kama ambavyo tumeweka. Lakini ukiachilia mbali hayo, sisi kama Mbinga Chadema Mbinga TV tutakuwa tukikuletea mfululizo wa mahojiano ya wagombea wa ngazi ya udiwani na ubunge kutoka katika jimbo la Mbinga vijijini na jimbo la Mbinga mjini. Leo sasa niko na mtiania ama mgombea, sasa ameshafanyika kuwa mgombea rasmi wa UKAWA. Atakwenda kujitambulisha jina lake na tutakwenda kuzungumza vitu vingi sana. Unachotakiwa kufanya ni kuendelea kuwa pamoja nasi. Yes, kama nilivyokuambia kwamba niko na mgombea ambaye amepata baraka zote kutoka kwa viongozi wa ngazi za juu za UKAWA kwamba yeye atuwakilishe katika jimbo la Mbinga mjini. Aliyepo pembeni yangu ndiye mgombea, atajitambulisha jina lake. Lakini kabla, napenda kukukaribisha sana mgombea ambaye wewe ndio umepatiwa kibali na umoja wa katiba ya wananchi kwa maana ya UKAWA, muunganiko wa vyama vinne, wewe kuwakilisha jimbo la Mbinga mjini. Kwanza hongera sana. Lakini kabla tujaanza mazungumzo yetu, basi wapenzi watazamaji wa Chadema Mbinga TV wangependa kusikiliza lakini kufahamu kwa kina zaidi ili waweze kujua mgombea wao una uwezo wa kiwango gani, una uzoefu wa kiwango gani na unatosha kwa kiwango gani. Karibu sana. Asante sana mtangazaji. Mimi kwa majina matatu naitwa Mario Mbinga. Ni mzaliwa wa Mbinga katika kata ya Luwaita, kijiji cha Tukuzi. Nimesoma Mbinga mjini, shule ya msingi Mazoezi, na nikapata elimu yangu ya sekondari katika shule ya sekondari Mbinga. Nikapata elimu yangu ya sekondari yenyewe wanasema advanced level katika shule ya sekondari Mungwe kule Moshi ya wavulana. Mara baada ya pale nikafanya vizuri, nikapata elimu yangu ya chuo kikuu kwa maana ya degree pale Mlimani, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilifanya degree ya wanasema Bachelor of Education in Commerce. Mara baada ya pale nimerudi, niko nyumbani naendelea na shughuli zangu. Kwa sasa niko najishughulisha na biashara. Nimeshafanya biashara kwa muda wa miaka 4. Hivi sasa mbali na biashara niko nafanya shughuli nyingine ya kufundisha. Mimi ni mwalimu by profession. Niko nafundisha Mkiga Sekondari. Yes. Mbali na hiyo pia ni mhasibu katika chama kimoja kinaitwa Matendo SACCOS. Kwa mimi nimekuwa mhasibu pale sasa kwa takriban miezi 8 kutoka kuanzishwa kwake, na sasa hivi ni chama ambacho kilisimama vizuri. Hivyo nimekuwa nikihudumu pale kwa takriban miezi 8 sasa na mambo yanakwenda vizuri. Okay. Na katika shule ambayo unafundisha masomo ya mchepuo gani? Unafundisha masomo ya biashara kwa maana ya bookkeeping, commerce, yes, masomo. Okay, inaonekana kwenye biashara uko vizuri sana, na kama ulivyotueleza kupitia ngazi tofauti za elimu, na kokote inaonyesha kwamba umekuwa mbobevu katika masuala ya kibiashara. Vipi sasa kuhusu siasa? Ilikwaje ukaingia kwenye siasa? Labda awali ya yote nimesema siasa ni nini kwa lugha ya kawaida, kwamba siasa ni uwezo wa mtu kuandaa mada na kuweza kushawishi kwa wengine wakakubaliana na wewe kwa yale ambayo unayaamini. Kwa nafikiri sio kitu cha ajabu sana na sio kitu kigeni. Sisi tukiwa kama walimu tunao uwezo wa kufundisha watoto na kuweza kuwakonvince wakaamini kwa mujibu wa vitabu vile vile. Kwa maana kama mwanangu kiwa shuleni nao uwezo wa kuamini kile ambacho nakisema, sifikiri kama nitashinda kufanya siasa mtaani, na pengine kwa jimbo kwa ujumla nikaweza kushawishi wenzangu kwa yale ambayo mimi nayaamini na yanaweza katokea na kuonekana kwamba
Okay. Kwa nini uliamua kufanya siasa sasa? Kama ulivyoeleza kwamba siasa, umeingia katika siasa, na kwa nini uliamua kufanya siasa kupitia umoja wa katiba wa wananchi kwa maana ya UKAWA katika ule mmoja wao wa vyama vinne? Kwa nini isiwe CCM ama isiwe TLP ama isiwe ACT? Kwa nini unafikiri kwamba siasa zako ziendeshe kupitia UKAWA? Kwanza umeniuliza kwa nini niliamua kufanya siasa. Yes, labda nirudi hapo. Unajua mimi ni kama nilivyotangulia kusema ni mzaliwa wa jimbo la Mbinga mjini na ni sehemu ya wananchi wa jimbo la Mbinga mjini. Kwa hiyo katika wale watu wenye kiu ya kuona maendeleo ni pamoja na mimi. Wale wenye kiu ya kutazama yale ambayo anafikiria leo hii Mbinga ingewepo ni pamoja na mimi. Hivyo baada ya kuona yale yote ambayo mimi nilikuwa nikiyafikiria hayajaweza kutokea kwa muda takriban miaka zaidi ya 20 tangu kuanze kupata mfumo wa vyama vingi kwa wabunge kuja kujinadi kwa namna moja au nyingine, na yale ambayo mategemeo ya wananchi ikiwemo mimi yameshindwa kutokea, basi mimi nikaamua niingie moja kwa moja niweze kuwasilisha yale ya kwangu, yale ambayo nayaamini na ninafikiri Mbinga inaweza ikatendewa kupitia mimi moja kwa moja. Okay, sawa. Na vipi kuhusu upepo wa kisiasa? Unaonaje sasa umeshaingia katika siasa zetu za Tanzania na moja kwa moja umeingia katika nafasi kubwa kabisa ya kugombea ubunge wa jimbo, si jambo dogo. Unapoona vipi upepo wa kisiasa upoje kwa upande wako? Unadhani kwamba kuna dalili za kuweza kupenya katika huu msitu mzito kabisa wa vyama vinavyopingana na umoja wa katiba wa wananchi kwa maana ya UKAWA? Unafikiri unaweza kupenya kwa namna gani? Ndio, ninazo 100% kwamba ninao uwezo wa kupenya kwa sababu hizi zifuatazo, kwamba umeniuliza upepo wa kisiasa. Upepo wa kisiasa kwa upande wetu sisi kwa namna ya upinzani, upepo wetu wa kisiasa umekaa vizuri kwa namna ya kwamba wananchi sasa wanahitaji mabadiliko kila eneo. Wanahitaji mabadiliko ya kisiasa, wanahitaji mabadiliko ya maendeleo. Kuna mambo mengi ambayo wao wanategemea yataenda kufanyika. Hivi sisi kwetu kama wapinzani tunayo nafasi kubwa ya kuingia maeneo mbalimbali na pengine mpaka nafasi ya urais kwa maeneo mbalimbali, kwa ngazi za ubunge, kwa ngazi ya madiwani, tutaweza kupenya maeneo mengi. Hivyo ninazo 100%. Sasa tunakwenda kupenya, mimi kwa upande wangu tunakwenda kupenya kutokana na hali ya upepo wa kisiasa kwa ujumla, kwamba wananchi sasa wanahitaji mabadiliko katika siasa, mabadiliko ya maendeleo ambayo yanatokana na siasa. Ukiwa kama mwanasiasa kijana, kwanza nafurahia majibu yako, ni majibu ambayo yako vizuri. Inaonekana ni mtu ambaye una uelewa wa kutosha sana kuhusiana na jambo ambalo unalofanya kukurupuka. Tubaki hapo kwenye UKAWA, sio? Mimi ni mtu ambaye ninafuatilia sana gazeti, ninatazama television na nasikiliza radio pia. Nimekuwa nikiona siasa zinazofanywa na UKAWA hasa kwa mwaka huu zimekuwa na utofauti mkubwa sana na vile ambavyo tulikuwa tumezoea kule nyuma kabla ya maidha vijaungana. Tumeshuhudia watu wakiwa idadi kubwa ya watu katika mikutano inayofanywa na UKAWA, kwa maana ya mpaka imepewa jina la mafuriko, sio? Hii inaonyesha kwa namna gani watu wanawaunga mkono sana UKAWA. Ndio unafikiri matumaini haya ambayo watu wako nayo kuhusiana na UKAWA, je, UKAWA yenyewe kama UKAWA imejipanga kweli, imejipanga kukizi mahitaji ya matarajio ya watu walionayo? Imejipanga kweli kukizi mahitaji yao kadiri watu walikuwa na matarajio? Wewe unafikiri? Ndugu mtangazaji, UKAWA, labda nianze kufafanua swala la UKAWA, nifafanue hili neno UKAWA. UKAWA ni umoja wa katiba ya wananchi. Umoja wa katiba ya wananchi huo ulitokea pale ambapo palikuwa na ule utunzi wa katiba ya wananchi kule bungeni, baada ya kuonekana kwamba kuna kukinzana mawazo kati ya mawazo ya walio wengi wananchi na mawazo ya watu walio wachache ambao kwenye system. Kwa hiyo wale waliokuwa wengi wakaamua waumbe vyama ambavyo ni vyama vya upinzani, vikaona viumbe UKAWA kwa namna ya kuungana ili waweze kutetea maslahi yao ndani ya katiba ile ambayo ilikuwa inatungwa.
Sasa kama watu hao waliamua kuungana, waliamua kuacha maslahi yao binafsi, maana yake kwa namna moja au nyingine, kwa kuangalia kwamba hao watu si kwamba wana uchu tu wa madaraka, kama wameweza kuungana, basi haja yao kubwa ni kuleta maendeleo ndani ya nchi. Kwa hiyo nina matumaini makubwa kwamba tumejipanga vizuri, nikiwemo mimi, kuweza kuvusha nchi yetu ya Tanzania na jimbo kwa ujumla kutoka hapa tulipo kwenda maeneo mengine. Nimekuwa nikisema sana kwamba matatizo ya Tanzania au majanga ya Tanzania ni juu ya swala la ujinga, maradhi na mengine kwa mitambo mingi, lakini sasa hivi kuja kuibuka hoja nyingine wanasema kwamba swala la ufisadi. Kwa sisi tumejipanga kwenda kupambana na swala linaloitwa ufisadi, tuweze kuliondoa ambalo linaonekana kuwa ni tatizo kubwa katika maeneo mbalimbali kama vile halmashauri na ngazi zingine za serikali. Kwa hiyo ninayo matumaini makubwa tutaenda kuwavusha wananchi kutoka maeneo haya tulipo na kwenda maeneo yale ambayo wanatarajia. Kwa hiyo hatuna wasiwasi juu ya swala la kujipanga. Na naona umoja, unajua huu umoja wa katiba wa wananchi, yani kwa maana ya UKAWA, watu wengi wamekuwa wakiuwekea mashaka kwamba inawezekana ikawa ni nguvu ya soda, watu wameungana leo, kesho kukawa na matatizo kwamba katokea mkakorofishana kama tulivyokuwa tunaona katika nchi zingine ama huko nyuma, sio? Unafikiri kwamba umoja huu wa hivi vyama vinne unaweza kweli ukadumu kama watu vile walipokuwa na matumaini na ukawafikisha pale ambapo watu wanataka, mkiwa bado mkiwa wamoja vile vile bila kuwa na conflict yoyote? Ndugu mtangazaji, juu ya swala la umoja, UKAWA umeundwa na vyama vinne, NLD, Chadema, CCM na ACT. Swala la kudumu kwetu sisi hakuna shaka nao, kwa sababu tumeshavuka mambo mengi, sasa hivi tunakwenda kumaliza. Kama tumeweza kudumu katika kipindi hiki chote katika swala la kugawana majimbo, kugawanya kata, mpaka leo hii tumefikia katika hali sasa ya kuanza kufanya siasa moja kwa moja, nafikiri hakuna kitu kingine chochote kitakachoweza kusambaratisha UKAWA, na tumeweza kuachiana majimbo vizuri, sio kwa namna ya kugawana kama mwenyekiti mwenza wa UKAWA aliweza kuongea kwamba majimbo haya tunachofanya ni kuachiana, sio kwa namna ya kugawana. Kuachiana maana yake ni nini? Sisi tukiwa kama wamoja, tukiwa kama watu wa UKAWA, hata kama sehemu palikuwa panakubalika Chadema zaidi, tunaamini wale watu watakwenda kuikubali NCCR, watakwenda kuikubali NLD, wataikubali CUF. Kwa maana hiyo tutaacha jimbo lile kwa chama chochote kile katika vyama hivyo vinne. Kwa mfano jimbo letu la Mbinga mjini, Chadema ilikuwa imeimarika vizuri, ingawa tulikuwa na ndugu zetu wachache wa NCCR Mageuzi. Leo hii katika swala zima la kugawana jimbo hili wamekwenda kuachiwa NCCR Mageuzi, kwa sababu sisi Chadema tulikuwa tumejipanga vizuri na tukiwa pamoja na ndugu zetu wao wachache wa NCCR Mageuzi, tukalipokea jambo hilo, tumelifanyia kazi na tunaendelea kuchapa kazi na ndugu zetu wao NCCR Mageuzi ambao ni wachache. Tunasema ndugu zetu kwa sababu wote sisi ni kitu kimoja, na tayari mimi Mario FM Milinga nimeshateuliwa kupeperusha bendera ya UKAWA, kupeperusha bendera ya NCCR Mageuzi chini ya mwavuli mkubwa wa UKAWA, na tumekubaliana kwamba tutafanya kazi kwa moyo tukiwa kama ndugu, na lengo kuu si kwa ajili ya madaraka, bali zaidi tunasema ni kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu pamoja na kuiondoa CCM ambayo imeweza kukandamiza kwa zaidi ya miaka 53. Hilo ndio lengo kuu la UKAWA. Hivyo kwetu haitakuwa ngumu sana swala leo, hata kama jimbo fulani likubalika sana na Chadema, kuweza kumwachia NCCR Mageuzi, kuweza kumwachia NLD, kwa sababu wote tuna lengo moja. Nilisikia wakati ule na gawana jimbo ama majimbo, kulikuwa na katika jimbo hili la Mbinga mjini kulikuwa na mvutano kidogo, sio? Na ule mvutano ulipelekea kuleta shida kidogo ya watu wengine kutokuelewa kama hivyo. Tueleze changamoto ambazo wewe uzipata sasa kutoka katika chama chako cha Chadema, sawa, mpaka kuja kufanyika kwa mgombea wa NCCR Mageuzi, na namna ambavyo wanachama ama mashabiki wako wa Chadema, namna vile ambavyo walipokea hili kwamba Mario Milinga sasa anakuwa mgombea
kupitia NCCR Mageuzi. Japo upo katika UKAWA, lakini hili jambo linasumbua kidogo kwa watu wengine. Hebu jaribu sasa kuelezea ili kuweka wazi jinsi mchakato ulivyo na hali ilivyo sasa. Ndio hilo ndugu mtangazaji, lazima nikiri wazi, na ni kweli kwamba mara baada ya jimbo letu kupewa NCCR Mageuzi kidogo lilileta mushkeli kidogo, hasa kwa vijana wetu walio wengi. Lakini yote kumbuka kwamba ndugu mtangazaji, watu walio wengi tunatofautiana uelewa, jinsi ya kuelewa mambo, jinsi tunavyoweza kupokea mambo. Kwa mfano mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba mara baada ya jimbo hili kupewa NCCR Mageuzi, kwa sababu nilikuwa naifahamu UKAWA vizuri, kwangu haikunisumbua, na mimi mara baada ya kuteuliwa nikakubali kwa roho safi kwamba nitakwenda kupeperusha bendera ya NCCR Mageuzi chini ya mwavuli mkubwa wa UKAWA. Lakini sasa hoja ilikuja pale ambapo tuliweza kupresent issue hii kwa wale wanachama wetu ambao wanatuunga mkono kwa namna ya vile ambavyo sisi tuliweza kufanya kazi kama Chadema. Sasa leo hii jimbo linakwenda kuwa la NCCR Mageuzi, wao waliweza kuelewa hivyo. Kwa hiyo tulifanya kazi kubwa juu ya kuelezea sasa UKAWA na kuweza kuelezea umma wa wanachama wa Chadema kwa jimbo letu la Mbinga mjini, lakini hatimaye mwisho wa siku tuliweza kuelewana vizuri. Kwa wale ambao waliweza kuwa na wasiwasi kwamba sasa tumetoka Chadema tunakwenda NCCR Mageuzi, imekuwaje wewe unachukua kaje NCCR Mageuzi na nini? Kwa kweli niliweza kuonekana kwa namna moja au nyingine, vijana zangu waliweza kuona kama msaliti, lakini baada ya kukaa vizuri na kuelezea vizuri swala la UKAWA, na naweza nikasema au nikasema labda jambo moja kwamba katika kipindi chote ambacho sisi tuliweza kufanya kazi kama Chadema kwa jimbo la Mbinga mjini, tulisahau sana kutoa elimu ya swala la UKAWA. Ndio maana ikaja kwetu kupatia wakati mgumu pale ambapo sasa tulitakiwa kuambia vijana hao leo hii tunakwenda kupeperusha NCCR kwa ngazi ya ubunge, lakini chini ya mwavuli mkubwa wa UKAWA. Lakini nashukuru Mungu tuliweza kuvuka haya yote, tuliwaeleza vijana wetu walio wengi, tukaweza kueleza wadau wetu na wakatuelewa kwamba sisi wote ni kitu kimoja na tunayo malengo ambayo yanafanana. Tunalo lengo moja la kwanza la kuiondoa CCM na kuivusha nchi yetu kutoka hapa tulipo kwenda katika nchi, tunasema siku hizi nchi ya hadi. Kwa hiyo mara baada ya vijana wetu kutuelewa, mpaka leo hii tunaendelea vizuri, tunashirikiana vizuri, tumeshikamana na tunao uhakika mkubwa tunakwenda kushinda kwa asilimia nyingi. Bwana, mimi nakushukuru sana. Lakini tunakaribia kuelekea mwisho kabisa wa mahojiano yetu. Tukiachilia mbali masuala sasa haya ya UKAWA na nini, tumeshaona sasa mmeshakubaliana na tunaenda sasa katika kampeni, sio ndio? Wewe unakwenda kuwa mgombea wa jimbo la Mbinga mjini, ndio? Na kesho kutwa tunaanza kampeni, sawa? Sasa hebu waeleze wananchi na mashabiki wako wa siasa zako kwamba nini sasa watarajie kama wananchi wa jimbo la Mbinga mjini katika masuala ya afya, katika masuala ya elimu na sekta zingine, kwamba wawe na matumaini ya kuvuka kwa kiwango gani? Pia swala la UKAWA, sijaona mbunge ambaye amewahi kujipanga akakaa na wakulima akasikiliza kero zao akaweza kuziwasilisha katika eneo husika akarudisha kwa wakulima. Sijawahi ona mbunge akakaa na wakulima juu ya swala la soko, kwamba wakulima hao wameachwa tu, wao wanapambana wenyewe, wakivuna kahawa zao wanakwenda kuuza wenyewe. Sasa mimi nataka niseme jambo moja katika eneo hili la kilimo. Moja, nataka niwahakikishie wakulima, kwa sababu kulima kama kulima ukweli wamejitahidi kwa kiasi kubwa, mazao haya yanapatikana. Kwa hiyo nitahakikisha mazao haya yanayopatikana na shirikiana nao na nakwenda kuwasemea na tuweze kupata soko zuri. Kwanza waweze kufanya maandalizi mazuri ili kahawa hii ya Mbinga iweze kuwa na soko zuri. Kwa sababu kahawa ile ishaandaliwa vizuri, tutakapoipeleka katika soko la dunia itakuwa na ubora mzuri na mwisho wa siku malipo yake katika kahawa ile yatakuwa mazuri. Wakulima wengi wamekuwa wakionewa sana kiasi kwamba au wamekuwa kinyanyasika. Mazao yao wakishapata na mara baada ya kuuza, pesa wanayopata haifanani na uendeshaji wa mashamba yale ya kahawa. Kwa hiyo mara kwa mara wamekuwa wakiingia katika matatizo mengi, kwa mfano kukopa fedha kwa wafanyabiashara, kukopa fedha kwa watu mbalimbali kwa namna ya kuendesha mashamba yao, na mara nyingine pengine kulipa kwa riba ya juu. Kwa mwisho wa siku maisha ya kulima haya
maisha ya wakulima hao yameendelea kuwa duni kwa muda wa miaka mingi. Mimi naamini nikiingia, nina jambo ambalo nitakwenda kulifanya juu ya soko la kahawa, juu ya pembejeo za kahawa kwa wakulima hao, na juu ya swala la elimu kwa wakulima hao, na ikiwezekana tuweze kufanya namna ya kuweza kupata kiwanda cha kuweza kuprocess sisi wenyewe kwanza, kama wenyewe wanapinga, tuweze kuanza kutumia hii mali ambayo tumeweza kuzawadiwa, au hii hali ya hewa nzuri ambayo tumeweza kuzawadiwa kuweza kuzalisha kahawa, tuweze kunufaika nayo hii kahawa kwa namna ya kuprocess hii kahawa na tuweze kuuziana wenyewe kwa wenyewe hapa Mbinga. Hilo ni jambo katika kilimo na swala zima katika swala la kahawa. Nikija katika ishu ya mahindi, wakulima wamehamasika sana. Serikali iliweza kufanya jambo moja, walitoa slogan ya kwamba kilimo kwanza, wakahamasisha wakulima kweli walilima. Leo hii tunashuhudia ukizunguka maghala yaliyo mengi ya mahindi, maghala ya serikali yamejaa mzigo mkubwa wa mahindi, kwamba wakulima hao hawana sehemu ya kupeleka mahindi yao. Serikali imechukua mzigo kwa namna ya kukopa. Wakulima hao wametumia fedha zao kulima mashamba ya mahindi, wamevuna kwa pesa zao, mahindi yao wamekwenda kuiuzia serikali kwa namna ya kuikopesha. Leo hii wameendelea kuishi katika maisha ya dhiki, na kama kuna mtu amelipwa, pengine amelipwa kwa wakati ambao sio sahihi, kiasi kwamba ile fedha hawezi kurudi nayo tena shambani akaweza kufanya uzalishaji. Sasa nini mimi nitafanya? Kwanza, moja, nitahakikisha tunatafuta soko ndani ya nchi na nje ya nchi kwa mahindi yetu yanayozalishwa katika jimbo la Mbinga mjini, Mbinga wilaya kwa ujumla, na ikiwezekana mkoa wa Ruvuma. Kama nilivyokuambia kwamba mimi nimesoma biashara, kwa hiyo kwangu haitakuwa issue kubwa sana katika swala zima la kutafuta soko. Ziko nchi za wenzetu ambazo zinatuzunguka jirani kama vile Msumbiji, Malawi, wamekuwa wakipata matatizo sana juu ya swala la chakula. Kwa hiyo ninaposema kwamba tutakwenda kutafuta soko, ni swala la kwenda kuandaa mazingira nchi zilizo jirani pamoja na kuandaa mazingira nchi za kwetu na kuishawishi serikali uweze kuwauzia hao watu sehemu ya mahindi yetu na wakulima hao waweze kunufaika. Nikitoka hapo juu ya swala la mahindi, bado ninao mpango, ninayo mawazo ya kuweza kupata kiwanda cha kuweza kuprocess sembe hapa Mbinga mjini. Kama tutakuwa na kiwanda chetu, maana wakulima hao ambao leo hii wamehamasika kulima wataweza kuuza mahindi yao katika kiwanda kile cha kuprocess sembe. Pia kiwanda kile kitaweza kuajiri vijana wengine wakafanya kazi pale, na wengine wakabaki kwenye sekta ya kilimo, na mara baada ya kuprocess sembe ile tutaweza kupata soko ndani ya jimbo, nje ya jimbo, na ikiwezekana nje ya nchi. Hilo lilikuwa ni swala la kilimo. Tuje swala la afya. Katika afya napo kuna changamoto kubwa. Katika afya, ujue wenzetu hawa sisi wameweza kuleta propaganda nyingi sana katika swala la afya. Wameweza kuja na sera nyingi sana katika swala la afya. Sera zao mojawapo ni kwamba wazee watibiwe bure, watoto umri wa chini ya miaka 5 watibiwe bure. Changamoto zilizopo kwamba watoto hao, wazee hao wanakwenda katika hospitali, watapewa vipimo. Mara baada ya vipimo pale, kinachofuata hakuna matibabu. Maana yake ni nini? Dawa hakuna. Wanahitajika tena wakazinunue nje. Sasa nini mimi nitafanya? Mimi kama mimi kwa jitihada zangu, nikifanikiwa, na ninayo imani kubwa na kwenda kufanikiwa, nikiingia katika baraza la halmashauri nikawa kama mbunge wa jimbo, nitahakikisha tunakaa na madiwani, tunatengeneza mfumo ambapo wananchi wafanya biashara kama walivyo haya makampuni ya ununuzi wa kahawa na wengine, tunaweza kuchangia, tunatengeneza mfuko maalum wa kuchangia ili tuweze kupata madawa katika jimbo letu, na pengine wazee hawa sasa waweze kutibiwa bure na watoto hawa waweze kupata matibabu yao bure. Kuna grupu lingine hapa la kina mama wajawazito waweze kupata huduma zao stahiki. Hiyo ilikuwa katika swala la afya. Turudi swala la elimu. Elimu nayo imekuwa changamoto kwetu kidogo, kumekuwa na tatizo. Mashule mengi unaweza ukapita leo hii, karne ya leo, unakuta shule bado ina sakafu za vumbi, kiasi kwamba mtoto anakuja asubuhi anabeba kwanza kidumu cha maji, anamwagia darasani kwa kisha anapunguza vumbi ndipo akae. Unaingia leo darasani, darasa lenye watoto 40 lina madawati 10, maana yake wakae wa 400. Nini mimi nitafanya juu ya swala hili la elimu? Katika swala zima
la miundombinu katika elimu. Moja, nimezungumzia swala la sisi jimbo letu limejaliwa kwa kuwa na misitu mizuri, miti mingi, na sisi wenyewe kama wananchi tumeweza kupanda miti mingi sana. Pia tunayo misitu ya kwetu ya halmashauri. Kwa hiyo nitaingia katika baraza la halmashauri, baraza la madiwani la halmashauri, nitashauriana na madiwani hawa tuweze kuvuna sehemu ya miti ya misitu tulionayo na kutengeneza madawati tukaweza kusambaza katika shule zetu zilizo nyingi. Tutaangalia pia vyanzo vingine vya mapato ambavyo viko ndani ya halmashauri na kuweza kujikarabatia shule zetu ambazo ziko ndani ya halmashauri na jimbo kwa ujumla. Na jambo lingine au changamoto nyingine iliyopo ni maisha ya walimu katika sekta ya elimu. Walimu wanakuwa wakiishi mazingira magumu sana. Nyumba zao, ukienda huko nje kabisa ya mji, utakuta nyumba ya mwalimu inakosa hata dirisha limesukwa la namna, kuna mimea fulani sisi tunaita matete yanasukwa yale vizuri, ndio inazibwa katika dirisha la mwalimu. Mwalimu wakati huo akiwa amelala jioni, baridi na mchapa, na mimi mtu hawezi kuwa psychologically fit asubuhi akaamka na akafundisha mtoto vizuri. Kuna mazingira mengine unakuta niseme tu uwani kwa namna ya choo, unakwenda mazingira haya ya mwalimu unakuta huko hali mbaya. Wakati tunao uwezo mkubwa, mazingira yetu yanaruhusu, tukatengeneza madirisha mazuri, milango safi, tukajenga vizuri nyumba za walimu. Kwa hiyo naamini kama nitakwenda kushika madaraka haya, kama nitakwenda kusimamia jimbo hili, nitaweza kufanya mambo mazuri na makubwa, kwa sababu matatizo ya jimbo hili mimi nayafahamu, hasa hususan katika sekta ya elimu, na nikizingatia kama nilivyokuambia ndugu mtangazaji, mimi mwenyewe ni mwalimu, hivyo nimeweza kufahamu mengi na ninajua walimu wangu, walimu wenzangu wamekuwa wakipata matatizo mbalimbali ambayo hata pengine mimi kwa namna moja au nyingine yameweza kunigusa. Nitaweza kwenda kufanya jambo katika mambo haya. Hapo tukitoka katika swala la elimu, kuna jambo lingine juu ya miundombinu. Miundombinu kwa namna ya barabara na kadhalika. Sasa ukiangalia jimbo letu la Mbinga mjini, kama nilivyosema kwamba shughuli zetu kubwa ni kilimo cha kahawa, kilimo cha mahindi na mambo mengine. Sasa mimi nikiingia madarakani, nitahakikisha barabara zile zote zilizoko nje ya mji ziweze kufikika, ili wakulima hao waweze kusafirisha mazao yao vizuri, kuweza kuleta sokoni ambapo ni mjini, na kama tutakuwa na kiwanda chetu katika mji wa Mbinga, waweze kuleta mazao yao kwa muda mwafaka, waweze kuuza na baadaye waweze kujiongezea kipato katika shughuli zao. Kwa hiyo nitakwenda kufanya jambo juu ya swala la barabara. Nitahakikisha kwamba kata zote zilizo ndani ya halmashauri ya mji ziweze kufikika katika kipindi cha mwaka mzima, yani masika na kiangazi. Jambo lingine ni swala la biashara. Kama nilivyokueleza ndugu mtangazaji, mimi ni mfanyabiashara pia. Shughuli zangu ni uuzaji wa vifaa vya umeme. Sasa changamoto tulionayo kubwa wafanyabiashara, kwanza moja ni swala la kodi TRA. Imeonekana kwamba biashara ambazo zinafanana kwa jimbo letu, kwa maana ya mji, ambazo zinafanana na miji mingine, kama vile watu wenzetu wanaofanya biashara ya magari, labda matipa na nini, kubeba mchanga na vitu vingine, ukijaribu kuangalia kodi zinazotozwa katika sekta hizo za biashara, usafirishaji, mambo ya maduka, zimekuwa tofauti sana na maeneo mengine. Ukiangalia mfumo anayotumia, maanake ni kumsikiliza mlipa kodi mwenyewe, anasema nini, ana kipato kiasi gani, anategemea kupata nini, ndipo atoze kodi. Kwa hiyo unakuta mazingira yetu yanafanana na maeneo mengine nje ya jimbo hili. Sasa kama yanafanana, iweje leo hii pengine sisi tutoze kiasi kikubwa sana cha kodi ukilinganisha na maeneo ya wenzetu kama vile ilivyo Njombe? Ninayo mifano mikubwa tu kwamba kwa mwenyewe ni mfanyabiashara, ninazo dokumenti za rafiki zangu, ninazo dokumenti za maeneo mengine nje ya jimbo. Kwa hiyo nimekuwa nikijaribu kufanya malinganisho hivyo. Kwa hiyo mimi sitakaa kimya, nitakwenda kulisemea taifani kwa namna ya bungeni, nitaweza kulisema ili serikali iweze kuona nini inafanya kuhakikisha kwamba inaweza kutengeneza mzani mzuri kwa watu hao, kuliko wengine watu wanalalamika wanafanya biashara ambazo zinafanana, pengine mapato yanafanana na nje ya jimbo moja au lingine, kama nilivyosema maeneo kama Njombe nyingine, kwamba biashara zinafanana, vipato vinafanana, lakini sisi tumekuwa tukitozwa
mapato makubwa tofauti na mzee. Kwa hiyo nitakwenda kufanya jambo hapa, nikiingia bungeni sitalifumbia macho, sitalifungia mdomo, nitalisema kwa moyo wangu wote, ili mwisho wa siku serikali iweze kufanya jambo juu ya swala la kufanya mzani watu wao waweze kufanana katika ulipaji wa kodi kwa mujibu wa viwango vyao vya mapato. Kwa kusema hayo, ndugu mtangazaji, mimi niseme tu kwamba yako mengi ambayo tutaweza kwenda kuyaeleza katika kama unavyojua kwamba sisi bado hatuweza kuzindua ilani yetu ya chama. Kwa hiyo kuna mambo mengine tunasubiri taifa lianze, kama walivyosema kwamba watakwenda kuanza kuzindua kampeni zetu tarehe 29, na sisi tunategemea kampeni zetu za jimbo mara baada ya uzinduzi sasa wa kitaifa, sisi tuanze tarehe 30 mara baada ya kupata pale juu. Kwa hiyo mimi sitapenda niingie moja kwa moja nianze kuvamia leo ilani kabla kule juu mambo yajekaa vizuri na yaanza kusemea na nini, na sisi tujue nini tunafanya. Lakini ulichotusaidia hapa, hata kama ilani ingetoka, ili tuweze kufahamu kwamba mbunge wetu ana vision gani na jimbo, sio? Sisi tunakushukuru sana. Bila shaka ninaweza kusema kwa leo kwa haya tuliyozungumza yatakuwa yamemjenga mtu aliyekuwa anatusikiliza, kwa maana ya mwananchi Tanzania, lakini hususan mwana wa jimbo la Mbinga mjini, itakuwa imemjenga kwa kweli, na itakuwa imemsaidia kupata picha ya kwamba mbunge wetu Bwana Mario Ephraim Mbilinga na vision gani kuhusiana na jimbo hili la Mbinga mjini. Na mpaka hapo kwa mujibu wa mwongozo wa wanaotusimamia wanatuambia kwamba muda wetu umefika mwisho kabisa. Mimi nikushukuru sana Bwana Mario. Kabla hatujaagana, kama una neno lolote la mwisho la kuweza kuambia wana wa jimbo la Mbinga mjini. Hiyo neno la mwisho la kuambia wana wa jimbo la Mbinga mjini, mimi ni kijana, tena kijana mwenye umri, naweza nikasema ni umri mzuri, kiasi kwamba kama nilivyosema kwamba nina vision nzuri juu ya jimbo hili. Kwa hayo ambayo nimeeleza, wananchi wanipime juu ya hayo, na ninaomba sasa wakafanye maamuzi yao katika kisanduku cha kupigia kura pale ifikapo Oktoba. Na pia ningependa waniamini kwa haya ambayo nimesema, nitakwenda kuyasimamia. Hivyo basi wasiwe na wasiwasi juu ya swala la kunipa kura zao. Bwana, mimi nakushukuru sana. Karibu tena. Tutakapokuita, naomba usisite kuonyesha ushirikiano katika vipindi vinavyoendelea hapa Chadema Mbinga Television. Kama nilivyokuambia, huu ni mfululizo wa mahojiano ya wagombea ama watiania kupitia katika vyama vinne vinavyounda UKAWA. Kwa hivi leo umemsikiliza Bwana Mario, lakini kesho atakuwepo mwingine, na hivyo tutakuwa tukiendelea kukuletea mahojiano haya ama kukuletea interview ambazo tulikuwa tukifanya na hawa watiania kwa ngazi ya ubunge, udiwani, na kama tutapata nafasi basi ya kuzungumza na mheshimiwa ambaye ametiania ama anagombea urais, basi tutafanya hivyo kadiri tutakapopata nafasi. Mimi naitwa Eric Makinga, leo nilikuwa na mgombea Bwana Mario Mbilinga. Asante sana Bwana Mario, tutakia kazi njema na mambo mema ya kumpea. Asante sana. UKAWA